niseme tu kwamba watoto wanajifunza kwa kusikia, kwa kuona. Ongelea swala la wazazi kugombana mbele ya watoto, si ndio? Kwamba mtoto ambapo unavyomlea leo, matokeo yake ni yule mzazi wa baadaye, mzazi bora wa baadaye. Hata kiongozi bora wa sasa ametoka kwenye familia bora. Nirudi kwenye swala la kusema kwamba kutokana na vipato kuwalaza watoto chumba kimoja. Nasikitika kusema kwamba kwa kufanya hivyo ni ukatili kama ukatili mwingine. Hivyo nitoe rai kwa wazazi, tunapokuwa kule majumbani tuangalie ni jinsi gani ya kuwalaza hawa watoto wetu katika kushare vile vyumba. Zimeshatokea kesi za ndugu kupeana ujauzito, zimeshatokea kesi za namna hiyo. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa kuwalaza watoto wa kiume na wa kike chumba kimoja ni ukatili kama ulivyo ukatili mwingine. Hivyo wazazi tujitahidi katika utafutaji, ili tunapokuwa tunapangisha vile vyumba kule mtaani, basi viwe ni rafiki kwa watoto wetu. Wa kiume wawe na chumba chao, wa kike wawe na chumba chao. Ni wajibu wa kila mzazi kujua kwamba mtoto ni kupatiwa malezi